Wakazi wa kijiji cha Kamura kwenye eneo la Koinet katika kaunti ya Uasin Gishu wameamkia tukio la kushangaza baada ya watu wasiojulikana kuvamia msikiti wa Al-Huda na kuiba vifaa vinavyokadiriwa kuwa na thamani ya zaidi ya shilingi 100,000. Imamu wa msikiti huo Ismail Abdi Mohamed pamoja na wanakijiji hicho wamelaani vikali tukio hilo, wakibainisha kuwa tukio hilo linajiri mwezi mmoja tu baada ya msikiti mwingine wa Shamsul Huda uliopo eneo la Jua Kali kuvamiwa na majambazi. Nimeamka asubuhi kwa ajili ya swala alfajiri. Kuamka kuja kushika udhu, maajabu tab hakuna, zishaibiwa. Kwenda kutaka kupiga adhan, amplifier nayo imeenda. Na baadhi ya vitu, amplifier, speaker zote zimeenda. Ya kusafishia hizo makapeti zetu ikabomolewa nayo ikachukuliwa. Hii imenihuzunisha sana. Msikiti ni yetu wote. Kwa maana hao kiomba tunasikia na musianga sisi asubuhi tunasikianga kila kitu. Poleni sana, pole kabisa. Tuko na huzuni, si nyinyi peke yenu. Hata sisi tunasikia uchungu sana. Wakati huo Sheikh Abubakar Bini ambaye ni mwenyekiti wa maimamu kanda la kaskazini mwa bonde la Ufa ametoa wito kwa vyombo vya usalama kufanya uchunguzi wa kina kuhusu matukio hayo na kuimarisha ulinzi kote nchini, hasa kwenye sehemu za maabadi. Amesema hali hiyo inatia wasiwasi, hasa ikizingatiwa kuwa ni siku moja tu imepita tangu kuuawa kwa kasisi katika eneo la Bahati, kaunti ya Nakuru. Ikiwa nyumba ya Mungu inaibiwa na nyumba zetu itakuwa zina usalama aina gani? Ombi letu ni kwa maofisa ya polisi wa Kenya mzima waangalie nyumba za maabadi zimeanza kuingiliwa na shetani. Na shetani hawa ni wezi. Kwa hivyo tunaomba serikali wachukue juhudi. Sisi kama Waislamu, unaona hapa kumeibiwa zitu karibu 1.5 ambazo zimetutia hasara. Leo kama Huda Foundation tunahangaika, tutapata wapi? Nikiripotia Kurunzi News, jina langu ni Cynthia Ochieng.